Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na leo tunaenda kusoma katika kile kitabu cha Waefeso sura ya kwanza na ule mstari kuanzia wa 17. Biblia inasema hivi: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mpate kujua. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya ufunuo, na Waefeso wanapata neno hili na maombi haya kutoka kwa Paulo. Anawaombea roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua Mungu. Sasa tunaona ya kwamba hakuna anayeweza kumjua Mungu pasipo kufunuliwa na yeye. Kuna namna ambapo unafunuliwa ndipo unapata kujua. Mambo ya rohoni hufunuliwa na Mungu mwenyewe kwetu. Tunaona hata wale ambao walikuwa wameongozana na Yesu alipokuwa kuenda kwenye ile njia ya kuelekea Emmaus, mara baada tu ya kufufuka, Yesu anaongea nao, lakini walikuwa hawajui kama wanaongea na Yesu. Lakini walipofunuliwa, Biblia inasema wakaona, ndio wakajua kumbe waliokuwa wakiongea naye ni Yesu. Yesu anaweza akaja akaongea na wewe, lakini kama hatajifunua kwako, unaweza usijue kama anaongea na wewe. Yesu anaweza akaja akaongea na biashara yako, kama hauna roho ya ufunuo unaweza usijue kama unaongea na Yesu. Yesu anaweza akaja akakushauri juu ya mahusiano ulio nayo, kama hauna ufunuo huwezi jua. Hii roho ya ufunuo inaweza kukuambia kwamba huyu ni Mungu anakusemesha. Anaweza Mungu akaja akakusemesha juu ya afya yako, akakusemesha ufanye nini, uombe aina gani ya maombi. Lakini kama hautapata ufunuo, ni ngumu sana kuelewa kile Mungu anataka kufanya. Kwa hiyo tunahitaji ufunuo ili tupate kumjua Mungu. Na ndio maana Ayubu anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo hayo mema yatakapokujilia. Lakini tunahitaji ufunuo wa kumjua Mungu. Hakuna anayeweza kumjua Mungu kwa akili yake wala kwa uweza wake, hawezi kumjua Mungu. Lakini kila mmoja anayetaka kumjua Mungu lazima apate roho ya ufunuo upate kumjua Mungu. Na unaweza kukaa kwenye wokovu hata miaka 20 na usimjue Mungu mpaka ajifunue kwako, na mpaka upate hii roho ya ufunuo. Na ndio maana sidhani kama watu wote wao wanajua kuhitaji nini Paulo alikiomba kwa Waefeso. Si wote wanaojua, ni wale wanaelewa kwamba mambo rohoni yanaenda vipi, ndio wanaweza wakaelewa kwamba kumbe hakuna jambo lolote linaloweza kuendelea mpaka Mungu alifunue machoni pako. Ile neema ya Mungu ikifunuliwa machoni pako, ndipo utakapojua na kukataa uovu. Ni neema ya Mungu inafunuliwa machoni pa mtu. Hasa tunahitaji ufunuo, roho ya ufunuo kwenye kila kona maisha yetu. Tunahitaji kufunuliwa, kwa sababu kama tunahitaji kutembea na Mungu na nguvu za Mungu ziwe kwetu, ni lazima tutembee kwenye hii nguvu ya ufunuo ambayo nitakuja kumweleza Mungu yeye ni nani. Imuelezee Mungu ana operate kwetu kwa namna gani. Ituelezee kwamba Mungu anataka nini. Lazima kuwe kuna hii roho ya ufunuo ambayo Mungu akija akijifunua kwetu, tayari tunaweza kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Kama haujafunuliwa, ni ngumu sana kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo utajikuta kwamba mtu wa rohoni anahitaji ufunuo, ajue atembee vipi, aenende vipi, aambatane na nani, asiambatane na nani, afanye biashara gani, kwa kipindi hiki aende vipi. Yani kama hitaji roho ya ufunuo, uwe una uhakika unaweza kumjua Mungu wa juzi, usimjue Mungu wa leo kwenye maisha yako. Kwa sababu kila siku Mungu anaongea, kila siku anataka, kuna kitu anakitaka kutoka kwako. Utajuaje kwamba Mungu anataka leo nini? Ujue unahitaji kuwa na ufunuo. Roho ya ufunuo ijifunue kwamba Mungu leo anataka hivi. Mungu alijifunua kwa namna tofauti kwa watu. Tunaona kuna nyakati katika taifa la Israeli Mungu anajifunua kama Mungu wa amani ya Israeli. Asema yeye ni Jehova. Yeye ni Jehova Shalom, Mungu wa amani. Kuna nyakati Mungu anataka kujifunua, aachilie uponyaji.
na anajifunua. Na zamani alikuwa akija akisema na watu, anajifunua kabisa. Anawaambia, ninajifunua kwenu kama Jehova Rafa, Mungu anayeponya. Ninakuponya hii, lakini kwa ufunuo wa kwamba nimekuja kukuponya. Mungu alipokuwa alijifunua jina lake machoni pa watu wake, alikuwa anaachilia nguvu inayotokana na jina lake vile alivyojifunua. Na ndio maana anawaambia wana wa Israeli, kamwambia Musa, nenda kawaambia wana wa Israeli, niko ambaye niko amenituma. Hivyo ndivyo nitakavyojifunua kwao katika safari hii ya kuwatoa katika utumwa wa Farao Misri, niwapeleke kwenye nchi ya ahadi. Yule niko ambaye niko amekuja, yule anakuja kuwakomboa nyinyi kwa ufunuo huo. Wewe nenda kawaambia hivyo tu, wataelewa vile nitakavyojifunua. Tutakapokuwa safarini, watajua kwamba huyo niko ambaye niko ni nani. Watajua kwamba Jehova Mungu mwenye nguvu amekuja, atajifunua kama mwenye nguvu. Unatamani leo Mungu ajifunue wapi kwenye maisha yako? Omba roho ya ufunuo. Omba roho ya ufunuo. Usitumie akili yako, omba roho ya Bwana akufunulie. Tunahitaji roho ya ufunuo. Kama kuna namna Mkristo anahitaji kuliko chochote, basi ni roho ya ufunuo. Tukatende mbele za Bwana, tumuombe Mungu atupe roho ya ufunuo. Yeye ndio atakaye kuambia usiogope. Yeye ndio atakwambia katika hili nimekwisha, nitafanya mimi. Yeye ndio atakaye kuambia hapana, katika hili pigana. Yeye atakwambia katika hili kaa kimya. Atakwambia katika hili usiongee. Kwa sababu sio nyakati zote Mungu anataka tuongee, na sio nyakati zote Mungu anataka tukae kimya. Sio nyakati zote Mungu anataka tuende vitani. Sio nyakati zote Mungu anataka tukae tusiende. Kuna nyakati na wakati ule uliobeba kila maelekezo, ambao huo wakati na nyakati zinafunuliwa kwetu kwa ufunuo. Halafu sisi tunapotembea kwenye ule ufunuo, ndipo tunapobarikiwa, ndipo tunapofanikiwa sana. Lazima tutembee kwa ufunuo. Kwa nataka twende mbele za Bwana, tuombe Bwana atupe roho ya ufunuo. Mwambie Mungu atupe roho ya ufunuo. Mara nyingi sana nikifanyaga maombi kama haya, wale watu wa rohoni tu ndio huwa wana respond. Huwa unaona kabisa mtu anasimama, kweli lazima kweli nahitaji roho ya ufunuo. Mtu anashika sadaka yake, kweli nahitaji roho ya ufunuo. Ujue huyo ni mtu wa rohoni. Mtu ambaye sio wa rohoni hahitaji yeye kwa hii maombi kwake ya ufunuo. Anaona kama tunacheleweshana. Bwana, wewe mchungaji, omba mimi nipone. Bwana, wewe omba mimi biashara zangu. Wewe ufunuliwa afu niombee mimi. Kuna namna mtu wa rohoni anatamani kujua, afunuliwe zaidi juu ya maisha. Maisha yako wewe ni fumbo. Unahitaji ufunuo kuyajua maisha yako mwenyewe. Usiseme ni ya kwako. Hayo maisha ni ya kwako, lakini anayo control ni Mungu mwenyewe. Anayeweza kukutia nguvu ni Mungu mwenyewe. Anayeweza kukuambia hebu ifanye hivi ni Mungu mwenyewe. Kumbuka maelekezo ni mengi kwenye maisha ya mwanadamu, ambayo yote anahitaji ufunuo. Kwa hiyo tunaenda kumwomba Mungu atupe roho ya ufunuo. Twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakuja mbele zako, tunakushukuru kwa ajili ya neno la wakati huu asubuhi, siku ya leo. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Baba ninaomba kwa ajili ya roho ya ufunuo kwa watoto wako hawa, tukatembee sote katika kujua we Mungu zaidi kupitia ufunuo. Baba ninaomba ujifunue kwetu kwa kila tutakapoliitia jina lako. Baba ninaomba ujifunue kwetu kwa kila taarifa ambayo ungetamani tuijue. Baba ujifunue kwetu, fungua macho yetu, fungua akili yetu, jifunue kwetu Bwana kwa namna ya tofauti. Mtoto wako wewe ana changamoto ya ndoa, jifunue kwake Bwana, mpe majibu ya ndoa yake. Mtoto wako ana changamoto ya uchumba wake, jifunue Bwana machoni pake, umpe majibu ya uchumba wake. Baba ninaomba kwa ajili ya mtoto wako anayeumwa, ujifunue kwako, ujifunue kwake, ukamweleze ampasayo Bwana, na umponye asubuhi ya leo. Baba ninaomba kwa ajili ya yule ambaye yupo katika hali ya utumwa wa mateso mbalimbali. Baba ninaomba ukajifunue kwake kwa namna isiyo ya kawaida. Baba ninaomba kwa wagonjwa waliopo hospitalini, ukajifunue Bwana kwa uponyaji, ukawaponya waliopo hospitalini, ponya waliopo ICU, ponya walio katika vyumba vya operation, ponya kwa wagonjwa waliopo katika mawodi mbalimbali, ponya wagonjwa waliopo majumbani. Baba ninaomba uponyaji kwa ajili ya watu wako, hata wale wanaotembea wanaendelea na kazi zao, lakini kuna namna wanaumwa, kuna namna mtu anaugua, kuna namna mtu ana msongo wa mawazo. Baba ninaomba ponya kwa ufunuo wa uponyaji, ponya watu
wako katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya mwana kondoo. Tukaone we Mungu ukiponya watu wako, ukiwahifadhi watu wako, ukiwalinda watu wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa neema hii kubwa unayoachilia kwa watoto wako. Asante kwa uponyaji wako. Asante kwa uzima wako. Asante kwa maana unajifunua kwa mtoto wako ambaye hana amani wakati huu. Unaenda kujifunua mbele za uso wake akakujue we Mungu wa kweli unayeleta amani. Ukajifunue na kumpa maelekezo na umtoe katika hali ya kutokuwa na amani, umpe amani. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa mafuta yako. Asante kwa wema na uaminifu wako. Sifa na heshima vyote ni vyako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen. 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 Mungu wangu akubariki sana. Wewe mtu wa rohoni, naongea na wewe mtu wa rohoni, unahitaji roho ya ufunuo. Achana wale watu ambao wanaenda tu kwenye makongamano ya maombi na maombezi. Kila kongamano yanakimbilia huko, akifika hataki kujua chochote, anataka tu kuombewa. Hii ibada inaweza isiwe na mguso sana kwa mtu wa stahili hiyo. Lakini kila mtu wa rohoni, najua tutawasiliana leo. Kila mtu wa rohoni kuna kitu atataka siku ya leo. Lazima nitamsikia kwenye inbox akisema, mchungaji, hii kitu hii inahitaji roho ya ufunuo. Yani lazima mtu wa rohoni nitamjua kwa kuhitaji roho ya ufunuo. Mtu wa rohoni, kama tunataka kutambuana watu wa rohoni, ni vile utakavyoona mtu ibada ya leo haitaiacha ipite, kwa sababu ni kitu kikubwa. Watu wa rohoni tunaendeshwa kwa ufunuo. Kwa hiyo tutaona namna mtu anatafuta ufunuo kutaka kujua. Lakini mtu asiye wa rohoni anaenda kwa mazoea. Litakalo-tokea ndio hilo la Mungu amelipanga. Yani hahitaji kufunuliwa ajue aende katika njia ya Bwana kwa namna gani. Aende aingiaje na kutoka atokaje. Yani mtu asiye kwa wa rohoni hawezi hitaji ufunuo kwenye biashara yake. Hawezi hitaji ufunuo kwenye ndoa yake, kwenye afya yake. Hawezi hitaji ufunuo kwenye hatima yake. Mungu, nataka unufunulie. Mbona mimi wanaume wakija wananiacha? Mbona mimi wanawake wakija nikitaka kuoa hawakubali? Mbona, yani kuna namna mtu atahitaji kufunuliwa, atahitaji roho ya ufunuo. Afanye nini ili awe mtu fulani? Afanyaje ili aweze kufanikiwa? Yani lazima kwa kuna roho ya ufunuo ndio inaweza kumsaidia mtu akaweza kuwa mtu wa rohoni. Basi utashika sadaka yako njema kwa Bwana, na hiyo sadaka utamwambia Mungu akupe roho ya ufunuo. Lakini pia utaomba, kama kuna mahali unatamani Mungu ajifunue, mwambie Mungu, naomba ujifunue kwenye kona hii. Tolee mfano kwenye amani. Mbona mimi sina amani ya kudumu? Mbona mimi kama ni mtu wa hofu sana? Mbona kama mimi ni mtu wa kutokufuraha, yani sifurahi? Unatafuta roho ya ufunuo. Mwambie Mungu, nifunulie nijue why hivi vitu vinaendelea. Nifunulie nijue hata mambo ya watoto wangu. Nifunulie nijue kama kuna siri zimejificha kwa watoto wangu. Hebu nifunulie. Kuna mtu atahitaji roho ya ufunuo leo. Utashika sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 57 78 76 0, au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.